Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa tafakari ya siku. Bwana ametupa neema siku ya leo, nami nakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tafakari yetu ya leo inatoka katika kitabu kile cha Luka sura ya 12 na mstari wa 13. Biblia inasema, mtu mmoja katika mkutano akamwambia, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu." Akamwambia, "Mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu?" Akawaambia, "Angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo." Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Bwana Yesu na yule tajiri mpumbavu ambaye alimtaka Bwana Yesu aweze kusimama kati yake yeye na ndugu yake, ili ampatie, amsaidie kwa kumfanya ndugu yake aweze kumgawia mali yake. Watu hawa yamkini kaka mkubwa ndio aliyekuwa anasimamia na kushikilia mali kama ndugu, lakini huyu mdogo kwa sababu ya tamaa akataka apewe mali yake. Hakutaka kutumia kwa shirika kwa jinsi ilivyokuwa. Yamkini wewe upo mahali hapa siku ya leo unaishi na umekuwa ukimtaka Bwana Yesu aingilie kati kitu ambacho ulikiona kwa ndugu yako. Ndugu yako anaweza akawa sio ndugu yako tumbo moja, lakini tambua kwamba mtu aliyeokoka ni ndugu yako katika Kristo. Mtu unayeabudu naye ni ndugu yako katika Kristo. Jirani unayeishi naye ni ndugu yako. Sasa kwa nini unataka Bwana aingilie kati yako wewe na yeye? Kwa sababu ulimuona ana gari, wewe unaenda kuingia kwenye maombi ili Bwana, naomba ukanione, ukanipe gari, lakini moyoni mwako kunazungumza nini? Moyoni mwako ni kwa sababu ulimuona mtu fulani, moyo wako ukagafilika, ukawa unataka kile kitu alicho nacho. Kwa hiyo ndo unakuja mbele za Mungu, unamtaka Bwana Yesu aingilie kati, asimame katikati yako wewe na huyo mtu, alafu akupe kwa sababu yeye yule mtu anavyo, ama kwa sababu alimpa yule mtu. Hayo ni makosa. Ndio yeye anauliza, nani alikuambia ya kwamba mimi nikae kati yenu nyinyi wawili? Ama nani aliyeniweka mimi niwe mwamuzi na mgawaji au mgawaji wa juu yenu? Kwamba huyu, kwa sababu huyu anacho, wewe lazima nikupe. Kuna maombi mengine tunaomba hayafai, kama ombi aliloomba mtu huyu ambaye kwa lugha nyepesi tutamuita alikuwa ni mpumbavu. Aliomba kitu ambacho hakiwezekani. Moyo wako uko kwenye uhitaji kwa sababu kitu hicho kimebeba umuhimu. Na Bwana lakini amesema hivi katika Luka hiyo sura ya 12 mstari wa 22, akasema, akawaambia wanafunzi wake, "Kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu mtavaa nini. Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula, na mwili ni zaidi ya mavazi." Watu wamekuwa wanahangaika kuomba vitu vya mwilini. Mimi nataka nikuambie ndugu yangu ambaye unayenisikiliza, ndugu yangu katika Kristo, hivyo tunavyohangaika navyo kuviombea ni vyetu tayari, tulishapewa, ni sehemu yetu. Kama huyu ndugu ambaye aliyemtaka Yesu amwambie ndugu yake kwamba ampe sehemu ya urithi wake, mbona huo urithi tayari ulikuwa pia ni wa kwake? Sasa kwenda kuomba kitu ambacho tayari unacho, huo ndo tunaita ni upumbavu. Sio ujinga, ni upumbavu. Maanake ujinga ni kutokufahamu. Chochote ambacho ukifahamu we ni mjinga. Lakini upumbavu unacho, unafahamu, lakini unafanya. Upumbavu, najua hiki ni dhambi, mimi nafanya.
upumbavu, hiki ni cha kwangu, lakini mimi nataka kukata nichukue mimi mwenyewe, kama alivyokuwa anasema huyu ndugu, kwa sababu ya uchoyo. Ndio Yesu anamwambia, anasema na watu akiwaambia, angalieni, jilindeni na choyo. Hiyo ni roho ya uchoyo ilikuwa inakaa ndani ya ndugu huyu. Kwani mkitumia kwa shirika, shida iko wapi? Yangu. Hiyo ni roho, na ni roho kutoka kuzimu, lakini sisi hatufahamu. Sisi kama kanisa, kama ndugu, sisi ni familia ya Mungu. Napenda kutumia hilo neno sana hata kanisani. Nawaambia nyinyi wachache, muko wachache hapa, ni familia moja, ni watoto wa baba mmoja ambaye ni Mungu ndo amewakusanya hapa. Msingejuana, msingeweza kusaidiana kama Mungu hakuwakusanya. Kwa hiyo nyinyi ni ndugu, tuko kwenye huduma pamoja, dhehebu letu sisi ni undugu, msibaguane. Huo ni uchoyo. Sasa huyu anamtaka Yesu aingilie kati, wakati yeye tayari yuko kwenye kubagua. Jamani, Mungu hata ukiomba vipi, hafanyii kazi maombi ambayo yametokana na chimbuko ambalo si la kwake. Chimbuko ambalo si la kwake, kwa sababu huyu ambaye amekuwa akimtaka yeye aingilie kati ili amwambie ndugu yake amgawie urithi wake, tayari ndani yake kulikuwa na, yani hilo ombi lilitokana na chimbuko ambalo sio la kwake Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa hawezi kusimama na kulifanyia kazi. Sasa tafakari yetu ya leo iko hapa kutukumbusha na kutusaidia tuweze kufahamu ya kwamba usifanyie kazi zilizokufa. Chochote ambacho hakitokani na Mungu ni kazi mfu. Na kazi mfu ni ile ambayo unataka kitu kutokana na, kwa sababu ya chanzo cha wewe kutaka hicho kitu. Je, kulikuwa na umuhimu nacho? Hapana. Ni nini sasa hicho chanzo? Moyoni ulimuona mtu fulani, moyoni wataka kushindana na mtu fulani, moyoni kwa nini yeye anacho, moyoni kwani. Sasa hayo yanatokana na shetani, hayatokani na Mungu. Tengeneza moyo wako ukae neutral, utazame mwelekeo ambayo wakwako wewe unakwenda wapi kulingana na Mungu anakupeleka. Na hii ni gharama kutengeneza hiki ninachokisema. Ni gharama, ndiposa hata ukimuona mtu mwingine ana nini, haikusumbui moyo wala haikuingizi wewe kwenye matamanio. Kuna kitu watu wanaita wivu mzuri. Hakuna wivu mzuri. Wivu ni wivu tu. Ndio maana umewekwa kwenye Biblia. Wapi kwenye Biblia uliona imeandikwa kuna wivu mzuri? Hayo ni maneno ambayo shetani anayapandikiza ili watu wawe na wivu, alafu watafsiri kwamba ni wivu mzuri, lakini ataenda jehanamu kwa wivu huo. Biblia ishatuambia usitamani mjakazi wala chochote cha jirani yako. Sasa wewe ulitamani ndio ukawa na wivu, ndio unasema ni wivu mzuri. Wivu mzuri wa wapi? Chanzo cha kuwa na huo wivu ni nini? Mpaka ukataka kuwa kama yeye. Si ni kwa sababu umeona wivu? Sasa tusibadilishe maneno ya Mungu. Sasa hapa tunaangalia nini? Tunaangalia kile ambacho Bwana Yesu alikisema baada ya hayo. Alisema jilindeni na choyo. Kwa sababu huyu mtu alikuwa ni mchoyo. Roho iliyokuwa inatesa ndani yake ni uchoyo. Ndio maana alikuwa hataki kutumia katika shirika. Anataka achukue ya aende na akatumie peke yake. Sasa tuondoke katika ubinafsi. Tunapoishi kama familia ya Mungu, tuishi kama ndugu. Tunapofanya kazi ya Mungu na tufanye kama ndugu. Tunapokuwa na jamii tukae kama ndugu. Lakini akaenda zaidi na akasema, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, mtavaa nini, wala miili yenu mtavaa nini, kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula. Huyu alitaka Bwana Yesu akamchukulie mali yake, yani aseme na ndugu yake ili apate mali yake, kwa sababu kuna kilichokuwa kinamsumbua, tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili ni kutaka matumizi yake. Yamkini alikuwa anadhibitiwa ndio akafanya vile. Sasa Mungu ametuwekea udhibiti katika maisha yetu tunavyoishi. Ndio maana
kanuni zimewekwa. Sasa Yesu akasema toshekeni. Kile ambacho Yesu alisema alimaanisha, na alijua kabisa kwamba nafsi za watu zinaingia ama zitaingia kwenye matatizo. Anasema mujilinde nafsi zenu, kwa sababu uzima haupo katika wingi wa vitu alivyo navyo mtu. Unaweza ukakusanya leo na usiweze kuvitumia. Tuna watu wengi ambao wamejilimbikizia ama walijilimbikizia kwa muda mfupi, waling'ang'ana katika maisha yao mafupi kutafuta kitu ambacho, na kudhulumu na kunyang'anya na kudai kama hivyo, kukazana hiki na kile. Jamani, siko kwenye fungu la kufanya kazi watu tufanye, biashara tufanye, lakini kuna kwenda zaidi ya hapo. Waling'ang'ana, lakini mahali walikokuwa wanakimbilia, kama huyu alikuwa anakimbilia mahali fulani kwenye tamaa zake za mwilini, ndio maana alitaka watenganishwe, apewe mali yake. Sasa mahali unapopakimbilia ndipo palipobeba maangamivu yako bila kujua. Unakimbilia wapi unapofanya kazi? Unakimbilia wapi unapofanya biashara, mpaka unamdhulumu mtu, mpaka unaibia mtu, mpaka unafanya nini? Ni wapi huko unakokimbilia? Manake kile ambacho kilichoko nyuma ya pazia hiyo ndicho kilichobeba anguko. Sasa unapofanya kitu, ndio maana tunaambiwa tuwe na amani ya Kristo. Yaani amani ya Kristo ijae kwa wingi ndani yetu. Amani ya Kristo inapojaa kwa wingi ndani yetu, hicho ambacho kilichoko nyuma ya pazia kinachonifanya mimi nikimbilie anguko langu kitapoteza nguvu yake kwangu. Na ikipoteza nguvu yake kwangu mimi, maisha yatakuwa ni kawaida. Moyo utakuwa kwenye kuridhika. Nitafanya kazi yangu, sitania makubwa, nitatosheka na kile kipato nachopata, na nitaenda kama ni kujiendeleza, nitaenda polepole. Sio hii ya kudhulumu, sio hii ya kudai kwa nguvu, sio hii ya kung'ang'ana kwa nguvu. Hayo yote kuna roho nyuma yake inayokwenda kumwangamiza mtu. Kwa hiyo utakimbizana haraka, lakini mwisho unaweza ukajikuta mahali pabaya. Kuna watu ambao wanaweka mikakati yao vizuri, na kwa muda mfupi wakawa wamefanikiwa maisha yao, wakastawi. Wao hutumia wisely, wanatumia mazingira yao ya kazi, ya fedha, ya utajiri, wanatumia vizuri. Lakini kama moyo wako ulikuwa uko kwenye kushindana, utabakia ukishindana hata baada ya kufanikiwa. Lakini kama wewe ulikuwa unatembea kwa jinsi yako, utadhibiti matumizi yako baada ya kufanikiwa. Sasa jinsi ya kutumia baadaye itategemea chanzo cha wewe kupata na wapi ulikuwa unakimbilia. Na haya nikiyasema yanakaa ndani ya moyo wa mtu, yanafanya kazi ndani ya mtu. Huyu mtu alipomwambia Yesu, hata ndugu yake hakujua kwamba jambo hilo lilikuwa kwenye moyo wake. Ni kwa sababu mpaka alipokuja kulisema ndio, ama kama walikuwa washagombana, wanazozana na dai, lakini ndugu yake anasema hapana. Yamkini anamjua ndugu yake alivyo, anasema hapana, wacha tukae hivi. Akaona wewe sasa hujanijua, ngoja nimfuate Bwana Yesu. Akamfuata Bwana Yesu ili aweze kumtetea na kumpa hicho. Sasa kwa sura hii inatufundisha nini tafakari ya leo? Inatufundisha, angalia mbio zako zinakimbilia wapi. La pili, angalia chanzo cha mbio hizo ni nini. Alafu upate majibu, utengeneze mazingira yako ya maisha yako, utembee na Bwana katika kutafuta kwako maisha yako ya kila siku. Utamkabidhi Bwana njia zako, naye atakuongoza. Hautakimbizana kutaka kumtangulia, atakuongoza. Akikupitisha hapo, utapita naye mpaka atakufikisha mahali ulipotakiwa kufika. Tafakari yetu ya leo inataka kutafakari hayo mambo mawili: wapi nakimbilia, na chanzo cha kukimbia kwangu ni nini. Nikipata majibu yake, kama kuna mtu ambaye mimi nakimbilia
nishindane naye? Acha hizo mbio, zitakuangamiza wewe, kwa sababu hujui chanzo cha yeye huko aliko na kukutaka wewe ni nini. Kama aliuza nafsi yake kwa shetani, na wewe utaenda kuuza, maana ndiko utakakoelekea. Kwa sababu ukiona ufanikiwi, wazungu wanasema if you can't beat them, join them. Kama uweze kumpiga, ungana naye. Sasa utaungana naye kwa kutengeneza urafiki, kutaka kujua siri ya utajiri wake. Hajakutumbukiza pagumu, atakutumbukiza mahali pagumu. Sasa tafakari yetu ya leo, tutafakari mambo haya mawili ili tupate uzima wa milele. Tunapoishi hapa duniani, tuishi na uzima huo na hata siku ya kuondoka kwetu. Mungu atubariki. Bwana tusaidie tuweze kutembea na wewe, tuondoke katika mashindano ambayo tumekuwa tunashindana, ili maisha yetu yakabebe uzima wako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen.